Neema alikuwa akipiga kelele kwa maumivu kwenye benchi la bustani. Majimaji yake yalishatoka. Niko dakika 5 tu kufika. Waambie nina mkataba, sauti ya simu ililia. Hapana, hatuwezi kupanga upya. Issa Mwandambo alikuwa bilionea aliyevaa suti ya $1,000 akikimbia kwa kuchelewa kwenye dili kubwa zaidi ya maisha yake. Kitu kilichotokea baada ya hapo kiliushangaza mtaa mzima. Neema alikuwa amekaa kwenye benchi la chuma baridi katika bustani ya jiji Dar es Salaam. Jaketi lake jembamba lilikuwa limeshavamiwa na mvua ya asubuhi. Tumbo lake lilikuwa kubwa sana, miezi 9 kamili. Na maumivu yalikuwa yanazidi. Aliweka mkono wake tumboni na kujaribu kupumua kama muuguzi alivyomfundisha kwenye kliniki ya bure. Kupumua ndani kupitia pua, kutoka kupitia mdomo. Lakini maumivu yalikuwa makali mno. Halafu akasikia kitu. Ule majimaji ya uvuguvugu yakapenya kwenye suruali zake za jeans zilizochoka na kudondoka kwenye sakafu ya zege. Akaangalia pande zote za bustani iliyokuwa karibu na mnazi na mitende, macho yake yakiwa yamejaa hofu. Hakukuwa na mtu. Ni yeye tu na maumivu. Na mtoto aliyekuwa anakuja kama yuko tayari au la. Hakuwa na pa kwenda, hana hela ya hospitali, hana familia ya kupiga simu, isipokuwa boksi la katoni chini ya daraja karibu na mto ambako amekuwa akilala kwa wiki 3. Mikazo ya uchungu ilimpiga kama mawimbi, kila moja ikiwa kali kuliko ya mwisho. Akakamata benchi kwa nguvu na kujaribu kutolia, lakini sauti ikatoka tu, mbichi, ya kukata tamaa, ikirindima katika utulivu wa bustani. Ndipo alipomuona Issa Mwandambo. Alikuwa anakimbia, viatu vyake vya ngozi vya kifahari vya Kiitaliano vikigonga madimbwi ya maji, huku akipitia njia ya mkato kwenye bustani ya mnazi mmoja katikati ya jiji, mara kwa mara akikagua saa yake ya kifahari mkononi. Mkutano wa bodi ulikuwa unaanza baada ya dakika 10. Dili kubwa lilikuwa na thamani ya mabilioni ya shilingi. Kila kitu alichofanyia kazi maisha yake yote kilikuwa kimebebwa kwenye uwasilishaji huu mmoja. Alikuwa ameshikilia simu sikioni, akipiga kelele za maagizo kwa wasaidizi wake. Waambie niko dakika 5 tu. Ndiyo, nina mkataba. Hapana, hatuwezi kupanga upya. Ndipo aliposikia lile panda la sauti. Aliacha kukimbia. Sauti ile ilikata kupitia mvua na kelele za magari, ikaingia moja kwa moja kifuani mwake. Aliwahi kuisikia sauti kama hiyo miaka 20 iliyopita kwenye chumba cha hospitali ambako mke wake alipambana kwa saa nyingi kumleta binti yao duniani. Mke wake na binti yake ambao sasa hawapo, ajali ya gari miaka 3 iliyopita. Maumivu bado yalikuwa mabichi kama jeraha jipya. Akaangalia upande wa sauti na kumwona msichana kijana kwenye benchi, amejipinda kwa maumivu. Nywele zake nyeusi zilikuwa zimeshikana usoni kwa sababu ya mvua. Nguo zake zilikuwa za zamani na zilizochoka, na alikuwa mjamzito sana. Issa akaangalia saa yake. Dakika 4 hadi kwenye mkutano mkubwa kabisa wa taaluma yake. Akamwangalia tena yule msichana. Alikuwa anajaribu kusimama lakini anashindwa. Uso wake ulikuwa mweupe kwa hofu na alikuwa mchanga sana. Simu yake ikatetemeka. Simu nyingine kutoka chumba cha bodi. Akaikata. Issa akatembea kuelekea kwenye benchi, suti yake ghali ikizidi kuloweshwa na mvua. Dada, uko sawa? Aliuliza kwa upole. Neema akamtazama juu kupitia maumivu. Mwanaume huyu kwenye suti yake kamili na nywele zilizonyolewa vizuri. Alishawahi kuwaona wanaume kama huyu hapo kabla. Hawasimami kwa watu kama yeye. Niko sawa, alisema uongo. Kisha mkazo mwingine ukampiga na akajipinda huku akilia kwa maumivu. Uko sawa kabisa, Issa alisema kwa sauti tulivu. Uko kwenye uchungu wa kujifungua. Akapiga magoti pembeni ya benchi, bila kujali magoti yake yanagonga zege lenye baridi na maji. Jina lako nani? Neema, akanong'ona. Neema. Mimi naitwa Issa. Tunahitaji kukupeleka hospitali. Akatikisa kichwa. Siwezi.
Hapana, hatuwezi kwenda hospitali. Sina bima, sina hela. Isa akatoa simu yake na kupiga namba ya dharura. Hapa ni Isa Mwandambo. Nahitaji ambulansi kwenye bustani ya mnazi mmoja karibu na bustani ya kumbukumbu. Kuna mama mjamzito yuko kwenye uchungu mkali wa kujifungua. Neema akamkaba kwa mkono. Siwezi kulipia ambulansi. Utalazimika, akasema. Mimi nitalipa. Safari ya ambulansi ilikuwa ni mchanganyiko wa sauti za ving'ora na maumivu. Isa alishika mkono wa Neema safari nzima, akimwambia apumue, akimwambia kila kitu kitakuwa sawa. Walipofika hospitali ya rufaa jijini Dar, wakamvuta kwenye machela wakampeleka chumba cha dharura. Isa akafuatilia mpaka muuguzi mmoja akamzuia. Wewe ni baba? aliuliza. Hapana, mimi ni Isa. Mimi ni rafiki yake, akasema. Ni familia tu wanaruhusiwa chumba cha kujifungulia, muuguzi akasema. Isa akakaa kwenye sebule ya kungojea kwa saa 6. Alikosa mkutano wa bodi. Alikosa dili kubwa. Simu yake ilizidi kulia kwa hasira kutoka kwa wawekezaji na wajumbe wa bodi. Alizipuuza zote. Saa 9 na madakika 47 alasiri, daktari akatoka na tabasamu. Ni msichana. Kilo 38. Mama na mtoto wote wako salama. Isa akahisi kitu kikifunguka kifuani mwake. Mchanyato wa faraja na furaha, vitu ambavyo hakuwa amevihisi tangu binti yake mwenyewe azaliwe. Naweza kuwaona? akauliza. Wewe ni familia? Ndiyo, Isa akajibu bila kusita. Mimi ni familia. Neema alikuwa amemshikilia mtoto wake wakati Isa aliingia ndani ya chumba. Msichana yule mdogo alikuwa na nywele nyeusi na vidole vidogo vilivyokishika kidole cha Neema kana kwamba havitamwachilia kamwe. Ni mrembo sana, Isa alisema. Neema akamtazama kwa macho yenye machozi. Asante. Sijui nitakushukuru vipi. Unahitaji kufanya chochote, Isa alisema, akikaa kwenye kiti karibu na kitanda chake. Neema, naweza kukuuliza kitu? Uliishije kwenye bustani vile? Neema akanyamaza kwa muda mrefu. Kisha akaanza kuzungumza. Nilikulia kwenye vituo vya kulelea watoto yatima, akasema polepole. Nilipofikisha miaka 18 nikaondoka bila chochote. Nilifanya kazi kwenye mgahawa mdogo, ndipo nikakutana na mwanaume anayeitwa Yakobo. Alikuwa mwema. Alikuwa mzuri. Tulipendana. Akamgusa uso wa mtoto wake. Nilipobeba mimba, Yakobo alifurahi sana. Alisema tutakuwa familia ya kweli, kitu ambacho sijawahi kuwa nacho. Kisha kilimtokea nini? Isa akauliza kwa upole. Alikuwa anafanya kazi ya ujenzi. Kazi nzuri, mshahara mzuri. Tulikuwa tunaweka akiba ili tupate chumba chetu mjini. Siku moja akaenda kazini na hakurudi nyumbani tena. Sauti ya Neema ikapungua. Ajali kwenye eneo la ujenzi. Boriti ilianguka. Alikufa papo hapo. Koo la Isa likakaza. Pole sana. Nilishindwa kulipa kodi bila kipato chake. Nikaondolewa kwenye chumba. Nikajaribu kutafuta kazi, lakini hakuna aliyekuwa tayari kumajiri mwanamke mwenye mimba ya miezi 8. Nimekuwa nikiishi bustanini kwa wiki 3. Akamwangalia mtoto. Nilikuwa naogopa sana kama angezaliwa nje kwenye baridi ya usiku. Nilisali kila usiku kwamba kuna mtu angenisaidia. Isa akanyamaza kimya. Akawaza kuhusu mke wake na binti yake, kuhusu familia aliyopoteza, kuhusu jinsi pesa zisivyoweza kuwarudisha wafu, lakini labda zinaweza kuokoa walio hai. Neema, nataka nikupe msaada, alisema. Kweli? Unisaidieje? Tayari umeshafanya zaidi ya mtu yeyote maishani mwangu. Nataka kufanya zaidi, akasema Isa. Kesho yake asubuhi, Isa alirudi hospitalini akiwa na mafaili, makaratasi ya benki na mpango. Ninafungua mfuko wa uaminifu kwa ajili ya binti yako, akasema. Kwa ajili ya elimu yake, maisha yake ya baadaye. Na ninakupa kazi kwenye kampuni yangu.
Si kitu cha juu sana, lakini inalipa vizuri, inakuja na bima ya afya na pesa za mwanzo za kutosha kupata nyumba ya kupanga. Neema akatazama yale makaratasi. Kwa nini ungefanya yote haya? Akauliza kwa mshangao. Isa akakaa chini. Niliwahi kuwa na binti, akasema taratibu. Niliwapoteza yeye na mke wangu kwenye ajali ya gari miaka 3 iliyopita. Sauti yake ikawa nzito. Siwezi kuwaokoa wao, lakini labda naweza kukuokoa wewe na binti yako mdogo. Neema akaanza kulia. Sijui niseme nini. Sema ndio, akasema Isa. Ndio, akanong'ona. Ndio, asante. Ndio. Isa akampa kadi ya biashara yenye namba yake ya simu ya mkononi imeandikwa nyuma kwa mkono. Nipigie simu utakapokuwa tayari kuruhusiwa kutoka hospitali. Nitakuja kukuchukua. Neema akaitwa ile kadi na kuishika kana kwamba imetengenezwa kwa dhahabu. Lakini Isa alipoondoka, Neema akalala usingizi akiwa bado ameishika kadi mkononi. Muuguzi akaingia kumkagua mtoto na kwa bahati mbaya akaipiga glasi ya maji ikaanguka. Maji yakamwagika kwenye meza ndogo ya pembeni. Kadi ikalowana. Wino ukafutika. Namba ya simu ikawa haisomeki kabisa. Neema alipoamka akaiangalia ile kadi iliyoharibika na moyo wake ukavunjika. Hakuwa na namna ya kumpata tena yule mwanaume aliyeokoa maisha yake. Hakuwa na njia ya kumtafuta. Akauliza kila muuguzi, kila daktari kama walijua jinsi ya kumpata Isa Mwandambo. Lakini sera za hospitali zilikuwa kali sana. Hawakuweza kutoa taarifa binafsi au mawasiliano. Neema alitoka hospitalini siku 2 baadaye akiwa na binti yake mdogo na bila pa kwenda. Kwa wiki 2 Neema alijaribu kila kitu. Alienda kwenye jengo la ofisi la Isa, lakini walinzi hawakumruhusu kuvuka sehemu ya mapokezi. Alipiga simu kwenye kampuni, lakini hakuwahi kumfikia yeye binafsi. Hata alirudi kwenye benchi la bustani pale alipokutwa naye, akitumaini angejitokeza tena. Hakutokea. Alikuwa anakaa kwenye kituo cha wanawake kilichopo jijini, yeye na mtoto Sara wakijaribu kufikiria wafanye nini. Kituo kilikuwa kinamruhusu kukaa wiki 2 tu. Muda ulikuwa unaisha. Neema alikaa kwenye kitanda chake chembamba akimbembeleza Sara na kulia. Samahani mwanangu. Nimejaribu kumtafuta. Nimejaribu kumtafuta malaika wetu. Wakati huo mwanamke mwingine kwenye kituo akaja kukaa pembeni yake. Nilisikia ukimzungumzia Isa Mwandambo, mwanamke yule akasema. Yule bilionea. Unamjua? Neema akauliza kwa haraka. Si binafsi, lakini kaka yangu anafanya kazi kwenye kampuni yake, akasema. Kwenye idara ya barua. Moyo wa Neema ukaruka. Je, kaka yako anaweza kumfikishia ujumbe? Akauliza kwa tumaini. Labda. Kimekuwaje? Neema akamweleza hadithi yote kuhusu bustani, hospitali na kadi ya biashara iliyoharibika. Yule mwanamke akatikisa kichwa kwa kuelewa. Jina la kaka yangu ni Sadala, akasema. Ni mtu mwema. Alimpoteza familia yake kwenye ajali pia. Kama kuna mtu ataelewa ni yeye. Sadala Juma alikuwa amefanya kazi kwenye idara ya barua ya Mwandambo Tech kwa miaka 5 mizuri. Alikuwa akimwona Isa mara chache sana na mara nyingi kutoka mbali. Mtu huyo alikuwa mwenye hadhi, tajiri aliyekuwa ameunda himaya ya teknolojia yenye thamani ya mabilioni. Lakini Sadala alikuwa pia amesikia tetesi kuwa Isa alikuwa amebadilika na kuwa baridi na asiye na hisia baada ya kupoteza familia yake, kwamba alijizika kwenye kazi na mara chache sana alitabasamu kwa mtu yeyote. Wakati dada yake Sada alipomwambia kuhusu hadithi ya Neema, kitu kilimgusa ndani ya kifua. Sadala alikuwa amempoteza mke na mtoto wake kwenye moto wa nyumba miaka 2 iliyopita. Alijua sura ya huzuni inavyoonekana. Alijua jinsi ilivyokuhisi kupoteza kila kitu. Asubuhi iliyofuata, Sadala alifanya kitu ambacho hakuwahi kufanya kabla. Alipanda lifti hadi ghorofa ya wakurugenzi. Msaidizi wa Isa alijaribu kumzuia.
Huwezi tu kuingia humu ndani. Bwana Mwandambo ana vikao siku nzima. Hii inahusu yule mwanamke aliyemsaidia bustanini, Sadala akasema. Yule mjamzito. Msaidizi akasita. Alikuwa amesikia kuhusu kutokuwepo kwa Isa kwenye mkutano ule mkubwa wa bodi, siku nzima alitoweka bila maelezo. Subiri hapa, akasema. Baada ya dakika 5, mlango wa ofisi ya Isa ukafunguka. Ingia, Isa akasema. Sadala alikuwa hajawahi kuwa kwenye ofisi kama ile. Kuta za vioo kutoka sakafuni hadi juu zikionyesha mandhari ya jiji, tuzo na picha ukutani, na picha ya mwanamke mrembo na msichana mdogo juu ya dawati. Ulisema hii inamhusu Neema? Isa akauliza moja kwa moja. Ndiyo, bwana. Amekuwa akikukosa sana. Alipoteza mawasiliano yako na ameshindwa kukuona, Sadala akasema. Moyo wa Isa ukaanza kupiga kwa kasi. Yuko salama? Mtoto je? Wapo kwenye kituo cha wanawake. Amejaribu kukufikia kwa wiki 2 bila mafanikio. Isa tayari alikuwa anatafuta koti lake. Kituo cha wanawake kilikuwa kwenye sehemu ya jiji ambayo Isa aliitembelea mara chache sana, jengo la zamani, barabara zenye nyufa, watu wakibeba maisha yao kwenye mifuko ya nailoni. Sadala akamwongoza hadi chumba cha pamoja ambako Neema alikuwa amekaa na Sara mikononi. Alikuwa anamwimbia taratibu wimbo wa zamani wa bibi yao. Neema alipoinua macho na kumwona Isa alianza kulia papo hapo. Nilidhani nimekupoteza, akasema. Nilidhani tumepoteza nafasi yetu. Isa akakaa kando yake kwenye kochi la zamani. Nimekuwa nikikutafuta pia, akasema. Nilienda hospitali wakaniambia tayari umesharuhusiwa kutoka. Sikuweza kujua umeenda wapi. Niliharibu ile kadi, ile namba ya simu. Samahani sana, Neema akasema kwa huzuni. Hei, Isa akasema kwa upole. Usijilaumu kwa hilo. Cha muhimu ni kwamba tumejikuta tena. Hicho ndicho kinachojalisha. Akamtazama Sara aliyekuwa amelala kwa utulivu mikononi mwa Neema. Anaendeleaje? Akauliza. Ni mzima kabisa. Nimemwita Sara Tumaini, Neema akasema. Tumaini, Isa akarudia. Ninapenda hilo. Isa akatoa mafaili mapya. Kila kitu nilichokuahidi pale hospitali bado kipo, akasema. Kazi, mfuko wa uaminifu, nyumba ya kupanga. Kama bado unataka. Neema akatikisa kichwa huku machozi yakimtiririka. Ndiyo, tunataka. Tunataka nafasi hiyo. Miezi 6 baadaye, Neema alisimama mlangoni kwa nyumba yake mpya ya kupanga. Chumba cha kulala wawili, jiko lenye dirisha, sebule ambayo Sara angeweza kutambaa kwa usalama. Alikuwa akifanya kazi Mwandambo Tech sasa kwenye idara ya huduma kwa wateja. Kazi haikuwa rahisi, lakini ilikuwa nzuri, watu walikuwa wema, na kwa mara ya kwanza maishani akawa na bima ya afya. Sara alikuwa anakuwa haraka. Alikuwa na macho meusi ya Neema na tabasamu la Yakobo. Wakati mwingine Neema angemshika na kumwambia kuhusu baba yake, kuhusu jinsi anavyowatazama kutoka mbinguni. Isa alikuwa anapita angalau mara moja kwa wiki kuwatembelea. Alikuwa akileta vitu vya kuchezea kwa Sara na mboga kwa Neema. Angekaa chini sakafuni na kumruhusu Sara kushika vidole vyake wakati Neema akipika chakula cha jioni. Unahitaji kuendelea kufanya yote haya, Neema alikuwa anamwambia. Tuko sawa sasa. Najua, Isa angejibu. Lakini ninyi sasa ni familia. Na ndivyo familia inavyofanya. Jioni moja Isa alikuwa anajiandaa kuondoka, Neema akamzuia. Isa, naweza kukuuliza kitu? Bila shaka, akasema. Kulikuwaje kweli kwa mke na binti yako? Isa alinyamaza kwa muda mrefu. Hakuwahi kuzungumzia hilo, si kwa mtaalamu wa ushauri, si kwa marafiki, si kwa mtu yeyote. Ilikuwa ajali ya dereva aliyekuwa amelewa, hatimaye akasema. Aliwagonga uso kwa uso. Walikufa papo hapo. Pole sana, Neema akasema kwa uchungu. Kwa muda mrefu nilidhani Mungu ananiadhibu, Isa akaendelea.
Nilikuwa na pesa zote, mafanikio yote, lakini sikuweza kuwaokoa watu niliowapenda zaidi. Akamwangalia Sara aliyekuwa amelala kwenye kitanda chake kidogo. Lakini nilipokupata wewe kwenye bustani siku ile, niligundua labda nilikusudiwa kuokoa familia ya mtu mwingine. Neema akamkumbatia. Asante Isa, akasema. Miaka 2 ilipita. Sara sasa alikuwa anatembea akisema mama na mjomba Isa na kuijaza nyumba kwa vicheko. Neema alikuwa amepandishwa cheo mara 2 kazini. Alikuwa na marafiki, akaunti ya akiba, maisha ambayo hangeweza hata kuyaota zamani. Jioni moja Sara alichukua hatua zake za kwanza za kweli sebuleni. Alitembea kutoka mikononi mwa Neema moja kwa moja hadi kwa Isa aliyekuwa ameketi sakafuni, mikono yake ikiwa wazi. Mjomba Isa. Sara akacheka alipodondokea mikononi mwake. Isa akamshika na kumzungusha, wote wakicheka. Alipoinua macho alimkuta Neema akimtazama kwa macho yenye machozi. Kuna nini? Akauliza. Hakuna kilicho kibaya, Neema akasema. Kila kitu ni kizuri sana. Ndio kunanifanya niogope. Isa akamweka Sara pembeni na kukaa karibu na Neema kwenye kochi. Sara akarudi kupanda juu ya mapaja yake akichezea tai yake. Ninaogopa kitu kimoja, Neema akaendelea. Naogopa siku moja utaamka uone kwamba sisi ni mzigo mkubwa sana. Kwamba ndoto hii itaisha. Hilo halitatokea, Isa akasema. Lakini kama likitokea je? Kama siku moja ukaamua hutaki tena kuwa mjomba Isa? Isa akavuta pumzi ndefu. Naweza kukuambia siri? Akauliza kwa utulivu. Kitu ambacho sijawahi kumwambia mtu. Ndiyo, Neema akasema. Jina langu halisi si Isa Mwandambo, akasema polepole. Neema akamtazama kwa mshangao. Basi ni nani? Naitwa Marcus Mwakalinga, akasema. Nililibadilisha nilipoanza kampuni. Nilitaka lionekane la kibiashara zaidi, la kimagharibi. Alitabasamu kwa huzuni. Nilikulia hapa hapa mjini, aliendelea. Wazazi wangu walikuwa na mgahawa mdogo wa chakula. Walifanya kazi masaa 18 kwa siku 7 kwa wiki. Sara alikuwa amelegea usingizini kwenye mapaja yake. Isa akausapusa taratibu uso wake wakati akiongea. Wazazi wangu walikuwa na ndoto kubwa kwangu, akasema. Walijitoa sana ili niweze kwenda chuo. Walitaka niwe daktari au mwanasheria, kitu cha heshima. Lakini ukawa mjasiriamali wa teknolojia badala yake, Neema akasema. Ndiyo, Isa akakiri. Na hawakunisamehe kamwe kwa hilo. Sauti yake ikawa tulivu. Nilipoanza kampuni yangu ya kwanza, nilimuomba baba mkopo mdogo, shilingi milioni 5 tu. Alinitazama kana kwamba niliomba achome pesa moto. Alisema nini? Neema akauliza. Alisema hatukuteseka mjini ili uje ucheze na kompyuta. Tulikuja ili uwe na kazi ya kweli, Isa akasema. Alimbadilisha Sara nafasi. Nilijenga kampuni zangu bila mkopo wao. Nilifanya kazi 3, nililala ndani ya gari. Kampuni ilipoanza kufanikiwa, nilidhani watakuwa na fahari. Hawakuwa, akasema. Mama yangu alinipigia simu mara moja baada ya kupata mamilioni yangu ya kwanza. Akasema pesa za kompyuta si pesa za kweli. Zitatoweka haraka kama zilivyokuja. Neema akashika mkono wake. Pole sana, akamwambia. Ilibadilika kuwa mbaya zaidi nilivyozidi kufanikiwa, Isa aliendelea. Walisoma habari zangu kwenye magazeti, kuniona kwenye TV, lakini hawakuwahi kupiga kusema wamefurahi. Hawakuwahi kusema wanaona fahari. Alitazama nje madirishani kwenye taa za jiji. Nilikutana na mke wangu, Zawadi, nilidhani mambo yangebadilika. Alikuwa kila kitu walichotaka, mrembo, msomi, kutoka familia nzuri, daktari, akasema. Walimpenda? Neema akauliza. Walimpenda sana, Isa akasema. Hatimaye nilikuwa nimefanya kitu sahihi. Tulipofunga ndoa, wazazi wangu walikuwa wenye furaha kuliko nilivyowahi kuwaona.
Sauti yake ikavunjika kidogo. Binti yetu Amina alipozaliwa, baba yangu alimshika na kulia. Akasema, sasa una familia ya kweli. Sasa una sababu ya kuacha hizi kompyuta zako. Lakini hukuacha, Neema akasema kwa upole. Hapana. Sikuweza, Isa akasema. Kampuni ilikuwa inakuwa haraka sana. Nilikuwa na wafanyakazi waliokuwa wakinitegemea, wawekezaji, bodi. Shinikizo lilikuwa kubwa sana. Wazazi wangu wakaanza kupiga simu mara nyingi zaidi, lakini si kwa ajili yangu. Kwa ajili ya Zawadi na Amina. Kunieleza nafanya kazi sana, kunisema mimi ni baba na mume mbaya. Je, ulikuwa? Neema akauliza baada ya kimya kifupi. Isa akanyamaza kwa muda mrefu. Labda, akasema. Sijui. Nilidhani ninajenga kitu kwa ajili ya familia yangu, usalama, maisha mazuri ya baadaye. Lakini Zawadi naye akaanza kulalamika. Alisema ninajali zaidi kampuni kuliko yeye na Amina. Halafu kilitokea nini? Neema akauliza. Mabishano yakazidi, Isa akasema. Wazazi wangu wangefika kwa chakula cha jioni na kutumia muda wote kunituhumu, kusema nimepotea na dharau familia, natumia muda mwingi kwenye kazi. Mikono yangu ilianza kutetemeka. Zawadi angewaunga mkono mbele yangu, aliendelea. Angeweza kusema, labda wazazi wako sahihi. Labda unapaswa kuuza kampuni na kupata kazi ya kawaida. Lazima ilikuwa ngumu sana, Neema akasema. Nilihisi kama nazama, Isa akasema kwa sauti ya chini. Kazini, bodi ilikuwa inanisisitiza nikuze kampuni zaidi, nipate faida zaidi, nishinde washindani. Nyumbani, kila mtu alikuwa ananiambia niachane na yote. Sikuweza kushinda. Sara aliamka na kumtazama Isa kwa macho yaliyolegea. Mjomba Isa, una huzuni? Akauliza. Nipo sawa mpenzi, akasema akitabasamu kwa nguvu. Sara akapapasa shavu lake. Nakupenda mjomba Isa. Macho ya Isa yakajaa machozi. Nami nakupenda pia mdogo wangu, akamwambia. Waliposubiri Sara alale tena, Neema akauliza kwa upole. Kilitokea nini kwa Zawadi na Amina? Miaka 3 iliyopita mambo yalikuwa mabaya sana, Isa akaanza tena. Kampuni ilipitia wakati mgumu. Tulikuwa tunapoteza wateja, tunapunguza wafanyakazi. Nilikuwa nafanya kazi saa 20 kwa siku, nalala ofisini. Na familia yako? Neema akauliza. Zawadi alinipa onyo la mwisho, Isa akasema. Akasema nichague kampuni au wao. Akasema kama nisiache kazi na kupata kazi ya kawaida atamchukua Amina na kuondoka. Nilimwambia siwezi kuacha, aliendelea kwa sauti iliyovunjika. Kuna watu wengi walikuwa wanategemea maamuzi yangu. Nilidhani tuvuke dhoruba hiyo na tutakuwa imara zaidi. Alisema nini? Alisema nimefanya uchaguzi wangu, Isa akasema. Akapakia mizigo, akamchukua Amina wakaenda kukaa kwa dada yake kijijini nje ya jiji. Akasema atarudi nikija kuona akili. Moyo wa Neema ukaumia. Oh Isa, Nilikuwa na hasira, nilijaa kiburi, Isa akaendelea. Niliamua nijitupie zaidi kwenye kazi. Nilikuwa nimepania kuthibitisha kwao wote kwamba nilikuwa sahihi, kwamba kampuni ni muhimu, kwamba ningeweza kuiokoa. Uliweza? Neema akauliza. Ndiyo, Isa akasema taratibu. Baada ya miezi 6 tulipata mkataba mkubwa zaidi katika historia ya kampuni. Hisa zikapanda juu sana. Utajiri wangu ukaongezeka kuliko nilivyowahi kufikiria. Akamwangalia Sara aliyelala kwa amani mikononi mwake. Niliipigia Zawadi simu kumwambia habari njema, akasema. Nikamwambia niko tayari kutafuta mizani, kumwomba warudi nyumbani. Na yeye alikuwa tayari njiani, Isa akasema kwa sauti ya maumivu. Yeye na Amina walikuwa wanarudi kutoka kwa dada yake. Alisema amenimiss. Alisema ananionea fahari kwa kupigania kampuni. Alisema anajuta kwa ultimatum ile. Neema angeweza kuona hadithi inakoelekea.
Isa akavuta pumzi ndefu. Walikuwa saa moja tu kutoka nyumbani, akasema. Dereva aliyekuwa amelewa akapita taa nyekundu. Akawagonga uso kwa uso. Walikufa papo hapo. Sauti yake ikawa karibu na kunong'ona. Mimi nilikuwa ofisini nimeshika glasi ya shampeni nikiwa nafurahia mkataba mpya. Polisi waliponipigia simu. Pole sana Isa, Neema akasema, machozi yamemtiririka. Wazazi wangu walinilaumu, Isa akaendelea. Wakasema kama ningekuwa mume bora Zawadi asingewahi kuondoka. Wakasema kama ningekuwa nimesikia maneno yao na kuacha kampuni, familia yangu ingekuwa hai bado. Hiyo si kweli, Neema akasema kwa msisitizo wa upole. Labda kama ningewachagua wao badala ya kampuni tangu mwanzo, wangekuwa hapa leo, Isa akasema. Sara akageuka mikononi mwake. Baada ya mazishi sikuweza kufanya chochote, aliendelea. Ningeenda kazini, niketi ofisini na kutazama tu picha za Zawadi na Amina. Ningeenda nyumbani, nyumba ikiwa tupu na kuvunjika. Na wazazi wako? Neema akauliza. Waliacha kuzungumza nami kabisa, Isa akasema. Wakasema mimi nimekufa kwao. Kwamba nimemchagua pesa na kampuni badala ya familia na nimepoteza kila kitu. Kwa miaka 2 niliishi kama mzimu, aliendelea. Ningeenda kazini, kufanya maamuzi, kuhudhuria mikutano, lakini ndani nilikuwa nimeshakufa. Nilikuwa na pesa zote, mafanikio yote, lakini hakuna wa kushirikiana nayo. Asubuhi ile kwenye bustani sikuwa nachelewa kwenye mkutano, Neema, Isa akasema. Nilikuwa nakimbia kuutoroka. Neema akavuta pumzi. Una maana gani? Bodi ilikuwa imepanga mkutano mwingine mkubwa, Isa akasema. Dili jingine la mabilioni. Sikuweza tena. Sikuweza kukaa tena kwenye chumba kilichojaa watu wanaozungumzia pesa wakati familia yangu haipo. Kwa hivyo ukaondoka, Neema akasema. Ndiyo, Isa akasema. Nilikuwa na shambulio la wasiwasi. Nilishindwa kupumua. Nikakimbia nje ya jengo. Nikaanza tu kukimbia. Sikuwa najua naelekea wapi. Alinyamaza kwa sekunde chache. Siku ile nilikuwa nimechoka kuishi, akasema kwa sauti tulivu sana. Sikujua nitafanya nini, lakini nilihisi hakuna maana ya kuendelea. Uliketi kwenye benchi, Neema akasema taratibu. Niliketi kwenye benchi bustanini, Isa akathibitisha. Nilikuwa nafikiri kuhusu Zawadi na Amina. Jinsi ninavyowakosa. Jinsi nilivyotaka tu kuwa nao tena. Ulikuwa unafikiria kufanya nini? Neema akauliza kwa woga. Sikuwahi kufika hatua hiyo, Isa akasema. Nilijua tu siwezi kuendelea kuishi maisha yale yale, wazi, tupu, nikijichukia. Alimtazama Sara. Kisha nikasikia ile sauti yako ya kulia, akasema. Na ulipokuja kuomba msaada nilikuwa karibu kupuuza. Nilikuwa ndani ya mawazo yangu mno. Lakini ile sauti ilikuwa mbichi, ya kukata tamaa. Ilinikumbusha sauti ya Zawadi alipokuwa kwenye uchungu wa kujifungua Amina. Kwa hiyo ukasimama, Neema akasema kimya kimya. Nikasimama, Isa akasema. Nilipokuona kwenye benchi lile, ukiwa mjamzito, unaogopa na uko peke yako, mara moja nikasahau matatizo yangu. Ghafla nikawa na kusudi tena. Mtu alikuwa ananihitaji. Neema akamshika mkono. Nilihitaji sana, akasema kwa sauti iliyotetemeka. Tulipofika hospitali na ukawa kwenye uchungu, nilikaa kwenye sebule ya kungojea na kuomba, Isa akasema. Sikuwa nimeomba tangu mazishi. Niliomba wewe na mtoto muwe salama. Niliomba niweze kuwasaidia. Niliomba kwamba labda nikiokoa familia yako, itamaanisha kitu kwangu. Na ilimaanisha kila kitu, Neema akasema. Daktari alipokuja na kusema umezaa msichana, nililia, Isa akaendelea. Sikuwa nimelia tangu Zawadi na Amina wafariki. Lakini nililia kwenye sebule ile kwa sababu kitu kizuri kilikuwa kimetokea. Uzima ulikuwa umeshinda kifo. Sara akafumbua macho na kumtazama. Mjomba Isa, unalia?
Haya ni machozi ya furaha, mpenzi, akasema akimbusu kwenye paji la uso. Haya ni machozi ya furaha. Sara akapapasa shavu lake. Basi yameisha, akasema. Ndiyo, yameisha, Isa akajibu. Neema naye alikuwa analia. Isa, sikuwa najua, akasema. Muda wote nilidhani umetukomboa sisi tu, kumbe sisi pia tumekuokoa. Mmenisaidia sana, Isa alisema. Wewe na Sara mmenipa sababu ya kuishi tena. Nikimshika, nikiona tabasamu lake anaponiita mjomba Isa, ni kama sehemu ya binti yangu imerudi. Zawadi na Amina wangekuwa na fahari yako, Neema akasema. Natamani iwe hivyo, Isa akasema. Nawawaza kila siku. Nafikiri Amina angekuwa anakaa vipi sasa? Angekuwa anasema nini kuhusu kuwa na dogo wa kike? Dogo wa kike, Neema akarudia kwa tabasamu. Ndivyo namfikiria Sara, Isa akasema. Kama mdogo wake Amina. Kama binti ninayopata kumwona akikua. Familia ninayopata kuipenda na kuilinda. Neema akamkumbatia. Uko peke yako tena, akasema. Wala wewe pia, Isa akajibu. Sisi ni familia sasa. Familia ya kweli. Ile inayochagua kuja pamoja. Sara akapiga makofi. Familia, akapaza sauti. Ndiyo, mpenzi, Isa akasema. Sisi ni familia. Na kuhusu wazazi wako je? Neema akauliza. Wanajua habari zetu? Isa akatikisa kichwa. Hawajui chochote kuhusu maisha yangu ya sasa, akasema. Walifanya uamuzi wao. Labda sasa wanaelewa. Labda wanaona jinsi nilivyobadilika. Siwezi kujua, Neema akasema. Lakini labda wanangoja tu urudi nyumbani. Wana hasira bado, wangali wamenikata tamaa, Isa akasema. Lakini wakati mwingine nafikiria kwenda kwenye mgahawa wao, kumleta Sara, kuwaonyesha kile nilichojenga, si kampuni, bali hii familia. Kwa nini usifanye hivyo? Neema akauliza kwa upole. Kwa sababu naogopa, Isa akasema. Je, wakimkataa Sara kama walivyonikataa mimi? Je, wasipomwelewa? Au wakikuelewa? Neema akasema. Au wakifurahi? Labda uko sahihi, Isa akasema. Labda imefika wakati. Usiku huo, baada ya Neema kumlaza Sara, Isa alikaa ndani ya gari lake nje ya mgahawa wa wazazi wake, sehemu ya mtaa wa zamani jijini. Hakuwa ameenda hapo kwa miaka 3 tangu mazishi. Ubao wa mgahawa ulikuwa umefifia rangi. Madirisha yalihitaji kusafishwa. Lakini taa zilikuwa zimewashwa na aliweza kumwona baba yake nyuma ya kaunta kama kawaida. Isa akampigia Neema simu. Niko hapa, akasema. Nimekaa nje ya mgahawa. Unajisikiaje? Neema akauliza. Ninaogopa sana, akasema kwa uaminifu. Kama hawataki kuniona. Kama bado wana hasira. Basi utajua ulijaribu, Neema akasema. Hicho ndicho unaweza kufanya. Isa akavuta pumzi ndefu. Naingia, akasema. Ninyi mnanifanyia fahari bila kujali kitakachotokea. Asante kwa kila kitu, Neema akasema kabla ya simu kukatika. Isa akashusha simu, akafungua mlango wa gari na kutembea kuelekea mgahawa. Kupitia dirishani aliweza kumwona mama yake jikoni akipika. Baba yake alikuwa anafuta meza. Walionekana wamezeeka, wamechoka, lakini bado walikuwa pale, bado wanafanya kazi pamoja. Alipofungua mlango, baba yake akainua macho. Macho yao yakakutana kwa sekunde chache. Hakuna aliyesogea. Miaka 3 ya ukimya ilining'inia kati yao. Kisha uso wa baba yake ukabadilika, ukavunjika. Marcus, akasema kwa sauti ya kukosa hewa. Habari, baba, Isa akasema taratibu. Mama yake akatoka jikoni akifuta mikono kwenye apron. Alipomwona Isa akasimama. Mwanangu, akasema kwa sauti ya kulia. Samahani, Isa akasema. Samahani kwa kila kitu. Samahani kuhusu Zawadi na Amina.
Samahani kwa ugomvi wote. Samahani kwa kutokuwa mtoto mliyetaka. Baba yake akazunguka kaunta na kusimama mbele yake. Ulikuwa daima mtoto tuliyemtaka, akasema. Sisi tu ndio tulioshindwa kuonyesha. Nilikuwa na hasira sana nanyi kwa kutounga mkono ndoto zangu, kwa kutokuwa na fahari yangu, Isa akasema. Tulikuwa na fahari, mama yake akasema, machozi yakimwagika. Tulikuwa tunaogopa. Hatukuelewa ulimwengu wako. Lakini tulikuwa na fahari. Baba yake akamgusa usoni. Zawadi na Amina walipokufa, tulikulaumu wewe, akasema. Lakini tulikosea. Tulikuwa tuna hasira na Mungu na dunia na kutotendewa haki. Tukakimwaga juu yako. Tulimpoteza Zawadi pia, alikuwa kama binti yetu. Amina alikuwa mjukuu wetu. Tulipowapoteza, nasi tulipoteza familia yetu. Isa akaanza kulia. Nimewakosa, akasema. Nimewakosa sana. Baba yake akamkumbatia. Baada ya miaka 3 ya ukimya, mtoto wao amerudi nyumbani. Nasi tumekukosa, akasema. Kila siku walikaa kwenye meza katika mgahawa mtupu na kuzungumza kuhusu maumivu, hasira, kutokuelewana, kuhusu Zawadi na Amina na jinsi wanavyowakosa wote. Nina kitu cha kuwaambia, Isa akasema baada ya muda. Nina familia sasa. Aina tofauti ya familia, lakini familia bado. Akawaeleza kuhusu Neema na Sara, kuhusu bustani, hospitali, mfuko wa msaada, kuhusu jinsi upendo ulivyompata tena wakati alidhani umeisha. Msichana mdogo, mama yake akauliza. Miaka 2 sasa, Isa akasema. Ananiita mjomba Isa. Ni wa ajabu. Baba yake akatabasamu. Tungependa kumjua, akasema. Kweli? Isa akauliza, macho yake yakiwa na mshangao. Kama ni muhimu kwako, basi ni muhimu kwetu, baba yake akasema. Isa akatoa simu na kuwaonyesha picha. Sara akiwa kwenye kiti chake cha chakula. Sara akichukua hatua zake za kwanza. Sara akiwa amelala mikononi mwake. Ni mrembo, mama yake akasema. Anafanana na Amina. Nami nilifikiri hivyo, Isa akasema. Na mama yake Neema je? Mama yake akauliza. Yeye ni familia, Isa akasema. Ni mwanamke hodari sana. Ametoka mbali lakini hajawahi kukata tamaa ya tumaini. Isa alipokuwa akiendesha gari kurudi nyumbani usiku ule, alihisi mwepesi kuliko miaka mingi. Sio kila kitu kilikuwa kamili, lakini kilikuwa cha kweli. Wazazi wake walitaka kukutana na Neema na Sara. Walitaka kuwa sehemu ya maisha yake tena. Alipofika kwenye nyumba ya Neema, alimkuta akisubiri sebuleni. Ilikuwaje? Akauliza akiwa na wasiwasi. Bora kuliko nilivyotarajia, Isa akasema. Wanataka kukutana na wewe na Sara. Neema akatabasamu. Nafurahi sana kusikia hivyo. Isa akakaa kwenye kochi. Sijawahi kukuambia hili, akasema. Lakini usiku mmoja kabla sijakuona kwenye bustani, nilimpigia simu dada wa Zawadi, shangazi wa Amina. Alisema nini? Neema akauliza. Alisema Zawadi hakuwa na hasira muda ule alipokufa, Isa akasema. Alisema Zawadi alikuwa anafurahia kurudi nyumbani. Alisema Zawadi alinipenda na alikuwa na fahari kwamba nilipigania kampuni. Nafurahi unajua hilo, Neema akasema, macho yake yakimwangalia kwa upole. Alisema pia kitu kingine, Isa akaendelea. Alisema Zawadi alikuwa ameanza kuzungumzia kupata mtoto mwingine. Alitaka Amina awe na dada wa kike mdogo. Moyo wa Neema ukadunda. Dada mdogo, akasema. Naamini Zawadi aliniongoza hadi ile bustani, Isa akasema taratibu. Naamini alijua Sara anahitaji mfano wa baba na mimi nilihitaji binti wa kumpenda. Labda kweli alifanya hivyo, Neema akasema kwa sauti ya upole. Nina picha ya Zawadi na Amina kwenye dawati langu kazini, Isa akaongeza. Wakati mwingine nawaambia habari za Sara, habari zako, habari za kituo chetu cha msaada, kuhusu wanawake wote tuliowasaidia.
Unawaambia nini? Neema akauliza. Ninawaambia niko sawa sasa, Isa akasema. Kwamba siishi tu ili niendelee kupumua, bali ninaishi kweli. Napenda. Najaribu kuwa yule mwanaume waliotaka niwe. Wiki 3 baadaye, Isa aliwapeleka wazazi wake kwenye asasi aliyofungua na Neema kuwasaidia wanawake walio hatarini, hasa kina mama wasio na makazi. Walikutana na Neema na Sara. Wakaona malazi, ofisi na picha za wanawake wote waliokuwa wametoka kwenye maisha magumu na kupata msaada. Sara mara moja akapanda kwenye mapaja ya mama yake Isa. Bibi, akamuita kwa upole wa utoto. Mama yake Isa akalia. Ndiyo, mpenzi. Mimi ni bibi. Baba yake alimtazama Isa akiongea na wafanyakazi wa asasi. Baadaye akamvuta pembeni. Umejenga kitu kizuri hapa, akasema. Tumekijenga sisi sote, Isa akasema. Neema, wafanyakazi, watu wa kujitolea. Sio mimi tu. Lakini ulianza wewe, baba yake akasema. Wewe umefanya kiwezekane. Je, unaona fahari yangu? Isa akauliza bila kujizuia. Baba yake akatabasamu kwa upole. Nimekuwa nikijivunia wewe siku zote, mwanangu, akasema. Nilisahau tu jinsi ya kuonyesha. Usiku ule familia yote walikula chakula cha jioni pamoja. Neema, Sara, Isa na wazazi wake, watu 5 waliopatikana kupitia upendo, maumivu na tumaini. Sara alikaa katikati ya Isa na bibi yake, akisimulia kuhusu siku yake kwenye kituo cha malezi ya watoto. Baba yake Isa alimsaidia Neema kugawa chakula mezani. Kulikuwa na kelele, kicheko, sahani zikigongana na mazungumzo yakikatika katikati, yote yakiwa kamili. Hivi ndivyo familia inavyoonekana, Neema akamnong'oneza Isa kimya kimya. Ndiyo, Isa akakubali. Hivi ndivyo familia inavyoonekana. Baada ya chakula, wazazi wa Isa walirudi nyumbani. Walipanga kurudi wiki inayofuata kwa ajili ya sherehe ya siku ya kuzaliwa ya Sara. Neema na Isa wakakaa kwenye kochi wakimwangalia Sara akicheza na vitu vya kuchezea. Asante, Isa akasema ghafla. Kwa nini? Neema akauliza. Kwa kuniokoa maisha, Isa akasema. Kwa kunipa sababu ya kuishi. Kwa kunionyesha upendo unavyotakiwa kuonekana. Neema akatabasamu. Asante kwa kusimama, akasema. Kwa kuchagua kusaidia badala ya kupita tu. Kwa kuwa familia yetu. Sara akapanda juu ya kochi katikati yao. Nawapenda, mama. Nawapenda, mjomba, Isa akasema. Na sisi pia tunakupenda, mpenzi, wote wawili wakajibu kwa pamoja. Nje, jiji liliendelea na mizunguko yake, maelfu ya watu, maelfu ya hadithi, maelfu ya nafasi za upendo kushinda huzuni. Ndani ya ile nyumba ndogo ya kupanga, watu 3 waliopatikana kwenye giza kuu walikuwa wameketi pamoja, wamezungukwa na familia walioiunda kutoka kwenye sifuri. Tumaini lilikuwa limeshinda. Upendo ulikuwa umeshinda. Familia ilikuwa imeshinda. Na mahali fulani, Zawadi na Amina walikuwa wanatabasamu, wakijua kwamba upendo wao uliendelea kuishi ndani ya mwanaume aliyojifunza kupenda tena, ndani ya mwanamke ambaye hakuwahi kukata tamaa ya tumaini, na ndani ya msichana mdogo ambaye aliwakutanisha wote. Hadithi ambayo ilianza na kilio cha maumivu sasa imekuwa wimbo wa furaha, na huu ulikuwa ndio mwanzo tu. Asanteni sana kwa kutazama. Tafadhali msisahau kulike video hii na kushiriki simulizi hii na familia na marafiki zenu ambao wangeipenda. Mpaka tukutane tena kwenye simulizi ijayo, kwa heri.